Habari, kila nikifika dukani kwako, naona mwanao anakufanyia kazi kwa bidii sana. Lazima ujivunie sana juu yake. Ndiyo. Kila siku mwanangu huniletea furaha kubwa. Na furaha yangu ya sasa inatokana na hekima kuu ya Mfalme Sulemani. Kwa nini unasifu hekima ya mfalme? Wakati ninaongea kuhusu mwana, je, zimeunganishwaje? Ngoja nikueleze. Usiku mmoja, miaka mingi iliyopita, Sulemani alipokuwa mfalme kijana, Bwana alimtokea katika ndoto na kumuuliza kile anataka. Bwana, umemfanya mtumishi wako kuwa mfalme, ingawa mimi ni kijana tu na sina uzoefu. Mtumishi wako amesimama kati ya watu wako wateule. Mpe mtumishi wako akili ya ufahamu ili aweze kufanya maamuzi ya busara na kupambanua mema na mabaya. Mungu alimweleza Sulemani kwamba kwa sababu aliomba uwezo wa kufanya maamuzi ya busara na si kwa maisha marefu yenye furaha au utajiri au ushindi juu ya adui zako, angefurahi kutimiza ombi la Sulemani na kumpa akili yenye hekima iliyo bora kuliko ya mtu mwingine yeyote. Mungu pia alisema bado angempa kile ambacho hakuomba, utajiri na heshima, ili awe mfalme mkuu wa kizazi hiki. Kisha alielewa hasa cha kufanya baadaye. Akaenda Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano la Bwana. Akatoa dhabihu za kuteketezwa, akatoa sadaka za amani. Baadaye wanawake wawili wakaja kwa Mfalme Sulemani kwa kuwa hawakuweza kupata amani peke yao. Mmoja wa wanawake alisema, "Bwanangu, mimi na mwanamke huyu tunaishi chumba kimoja. Nilijifungua mtoto wakati alikuwa nami ndani ya nyumba. Kisha siku 3 baada ya kupata mtoto wangu, mwanamke huyu pia alipata mtoto. Mtoto wa mwanamke huyu alikufa usiku. Hivyo aliamka usiku wa manane na kumchukua mwanangu kutoka ubavuni mwangu wakati mimi mjakazi wako bado nimelala. Kisha akamchukua mwanawe aliyekufa akamweka mikononi mwangu. Niliamka asubuhi kumlisha mwanangu. Kwa mshangao, hakuwa ameamka. Alikuwa pale, amefariki. Lakini nilipomchunguza kwa makini asubuhi, niligundua kwamba hakuwa mtoto wangu." La, mwanangu yu hai. Mwanao amefariki. La, mwanao amekufa. Mwanangu bado yuko hai. Niletee upanga. Nataka umkate mtoto aliye hai vipande viwili. Nusu umpe mwanamke mmoja na mwingine nusu. Akiwa na wasiwasi sana, mama halisi wa mtoto alimwongelesha mfalme, maana upendo wake wa kimama ulikuwa umesisimka. "Bwana wangu, mpe mtoto aliye hai. Chochote utakachofanya, tafadhali usimuue." Kama ndivyo navyohisi, hakuna atakayekuwa naye. Tuache wamkate vipande viwili. Hapana, mpe mwanamke wa kwanza mtoto aliye hai, usimuue, kwa maana yeye ndiye mama halisi. Israeli wote waliposikia jambo hili, walimheshimu zaidi Mfalme Suleiman, kwa maana walitambua kwamba alikuwa na hekima itokayo kwa Mungu pekee. Nami pia nimesikia hadithi hii ya hekima ya Mfalme Sulemani, lakini unajua, sikuamini kuwa ni kweli. Kwa kweli nilidhani kuna mtu alitunga hadithi hii ili kumsifu mfalme. Hapana. Na kuahidi ni hadithi ya kweli. Najua kwa sababu nilikuwa mwanamke ambaye karibu ampoteze mwanawe. Ni hekima kuu ya mfalme iliyomwokoa mwanangu mpendwa zaidi, ambaye anafanya kazi hapa na jamaa yetu leo. Bila Mfalme Sulemani, singelikuwa na mwana. Sikujua wewe ndiye mwanamke katika hadithi, na ndiye huyu kijana anayefanya kazi kwa bidii mbele yetu. Msifu Mungu kwa kumbariki Mfalme Sulemani kwa hekima hiyo. Na sasa ninaelewa na nina hakika kabisa kwamba Mungu ndiye chanzo cha kweli cha hekima yote. Acha nami pia nimuombe Mungu hekima yake.